siku ulionaje jana? Si haikuwa tofauti kubwa na ile siku ambapo ilikuwa ni kumbukumbu za wale ambao waliaga dunia mwaka wa 2024 wakati wa maandamano ya Gen Z. Lakini kwenye kunani asubuhi leo nauliza Emma, si tuachane na haya maandamano? Ati tuachane na maandamano? Si tuachane na haya maandamano. Tuwe na mbinu ni tofauti. Unasema yatolewa katika katiba? Si yako katika katiba. Sisi ambao tunataka kutoka pale nje, kwa sababu tarehe 25 mwezi uliopita kulitokea nini? Kulifungwa barabara, maafisa wa usalama kila kona, hawezi hata kuingia, watu wanakamatwa. Huwezi kusema ili yake mtu achane na maandamano. Sema labda tuache vurugu katika maandamano. Maandamano ni haki ya kikatiba. Lakini hatuwezi kuacha kuandamana. Ni sawa, sikatai. Yes. Lakini kama mkijaribu kusukuma mpeleke notisi kwa polisi, bado mshazoiwa. Hata kama kabla hakujaonekana. Acha nikwambie kitu ambacho kilikuwa kinajaribu ambacho wengi wameweza kukilaani by the way. Ni hatua ya kwamba jana Wakenya waliamka kutaka kufanya kazi, kutaka kwenda kazini. Lakini ukifika barabarani unapata pale kumezuiwa. Ndio nilikuwa nataka kuja hapo. Mbali na hao ambao walitaka kuingia. So nani awache maandamano? Kwa nini barabara zizuiwe wakati Wakenya wanataka kupita kwenda kazini? Tukisema tutaandamana hawatazuia. Wazuie panapo vurugu, wasizuie hata kabla vurugu hakuna. Sasa wao hata bila vurugu washazuia. Nakwambia sasa 11 alfajiri Emma kushazifu barabara ishafungwa. Sasa hakuna vurugu. Honestly. Kuna mama anataka kwenda sokoni pale. Wale watu ambao mtu unakula ile inaitwa the hand to mouth. Yaani ndio hiyo tu uende upate kitu. Riziki ya leo inapatikana leo. Yes. Na sasa umeamka barabara imefungwa. Sasa ndo nasema tusiseme kabisa kama kuna maandamano, hata kama ni waache kuzuia barabara. Wazuie wale wanaoleta vurugu katika maandamano. Barabara imekosa nini? Barabara haijakosa kitu. Barabara imewekwa pale watu wasafiri. Nadhani tafsiri yao ni kwamba tukiwaruhusu akiingia mjini. Sasa mjini ndiko ambako watu wanatafuta hela. Maana kia magari ya uchukuzi wa umma yamepakiwa. Barabara zimezibwa, zimefungwa. Nimekosa kulielewa. Wewe hata ukishasema hivi ushike microphone ushakamata, usharushwa kwa gari la polisi. Kileo atafunguliwa mashtaka. Kuna gazeti moja hapo limesema kwamba jana ilikuwa hasara tele. Sasa mambo gani? Shule watoto hawakwenda, biashara hazikufanyika. Ukiuliza cha msingi barabara zimefungwa. Zimefungiwa yupi? Magari ya uchukuzi wa umma yamepakiwa. Kila mtu amekataa kwamba hafiki mjini. Alafu tunalilia uchumi. Food for thought. Tulifikiria tutathmini upya kuhusiana na mustakabali wa taifa letu la Kenya. Asante.